Hii ndiyo safari ya mwisho ya mwanadamu, na hapa ndipo mwisho wa jeuri wa wanadamu, siku ambayo mwanadamu atakwenda kujaza juu yake matani na matani ya mchanga. Enyi ndugu zangu wa Kiislamu, safari hii tuifikirie na tufanye maandalizi kabla haijatufika, kwa sababu anasema msemaji, ya laiti umauti ungekuwa unambakisha mtu yote, alikuwa bakie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia naye amelalia ugodoro wa mauti, na yeye siku roho yake ilipokuwa ikitoka alikuwa akilia, akibubujikwa na machozi, huku akisema inna lilmauti la sakarat, hakika ya umauti una mvinyo mkali, huku akilia, akibubujikwa na machozi. Pembezoni mwake amekaa binti Fatuma, anamuuliza, baba yangu, huzuni ni gani unaokupata leo? Uchungu gani unaokupata leo? Mtume akimwambia, ya Fatima, ewe Fatuma, hakuna huzuni, hakuna uchungu kwa baba yako baada ya leo, bali ila rafiqil ala, bali baba yako anakwenda kukutana na kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, Mtume akilia kwa uchungu wa kutoka roho, wayamsahu wajhahu bima'in barid, anaufuta uso wake kwa maji baridi, wayad'u Allah qaila, hakuacha kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema Allahumma hawin alayha sakaratul maut, ewe Mola wangu nipunguzie uchungu wa kifo, hakika ya umauti una mvinyo mkali. Kama wewe ni mtume Mwenyezi Mungu, mbora wa viumbe wote, unasema haya, je, ndugu zangu wa Kiislamu, tufikirie sisi itakuwaje siku ambayo roho zetu zitatoka?